Kuna mishipa aina mbili ambayo inawezesha uume wako kuweza kusimama vizuri. Yaani, kuna mishipa miwili ambayo inahusika zaidi na maumbile yako kuweza kusimama kwenye hali ya strong zaidi. Mshipa kwanza unafahamika kama mshipa wa ateri. Mshipa wa ateri unahusika zaidi kuweza kuingiza damu kwenye uume. Na mshipa wa pili unafahamika kama mshipa wa vein. Huu ni mshipa ambao unahusika na kutoa damu kwenye uume. Ndivyo maumbile yako yataweza kusimama. Kwa hiyo mshipa wote utakapoingiza damu kwenye uume, funga ili ile damu isiweze kutoka, uweze kusimamisha maumbile, uweze kushiriki tendo la ndoa na uweze kumaliza tendo kwa wakati sahihi. Kinachotokea mpaka maumbile yaendelee kusimama kabla ya kumwaga ni ile mishipa vein kuendelea kufunga ili damu isiweze kutoka kwenye uume. Unapomwaga hisia zinakata na mzunguko wa damu unapungua. Direct mishipa ya vein inafunguka ili damu iweze kutoka kwenye uume na kuelekea sehemu zingine za mwili. Mishipa ya vein inafunguka na maumbile yanalala. Ukiona uume wako unalala kabla ya kumwaga, hiyo sio hali ya kawaida. Hiyo ni changamoto ambayo inahitaji kuweza kupata matibabu. Afya yako ni uwekezaji wako. Kama uume wako unalala kabla ya kumwaga, chukua namba yangu nipigie uweze kupata matibabu stahiki.